Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo mercredi le 25 février 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi ambazo tumewaletea jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita, tuwaambie ni kipi kabisa kinachoendelea kwenye ligne de front. Maeneo ya Masisi mapigano ni makali. Leo AFC M23 nayo iliatake FARDC na wazalendo mwa position tofauti kule Masisi. Eneo ya Kazinga kule kwenye wazalendo walikamata leo asubuhi wakati walipigana na AFC M23. AFC M23 ilirudia kuatake pale kabisa, mapigano ni makali. Eneo ya Kaniro pale AFC M23 tena isha ingia ndani ya Kaniro. AFC M23 tena kabisa ilisha kamata site ya Kaniro apres mapigano makali ya leo na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Katika habari zetu tutawapeleka kule Uvira. Kule Uvira kuna ujumbe kutoka katika serikali kuu ambayo ilifika pale Uvira. Donc ni delegation kutoka ku serikali kuu ambayo ilifika pale Uvira kwa ajili ya kurejesha mamlaka ya serikali katika mji huo. Taarifa zetu mbichi tutawaambia kuhusu AFC M23 ambayo inaendelea kulalamika sana kwa media ikisema kwamba communauté internationale na wapatanishi kabisa wa pande mbili wanaendelea kutofanya chochote wakati FARDC iko na washambulia maeneo tofauti. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Basi tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muzisambaze habari hizi kwa wale wengi ziwafikie. Pia mkumbuke kucomment na kuzilike taarifa hizi. Msisahau kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi mkigusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description mtapata linki yetu, mguse kwenye linki hiyo mjiunge. Bila shaka mtakuwa mkizipata na taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi za jioni ya leo tutazianzia kwenye ligne de front. Ku ligne de front maeneo ya Masisi tena mambo iko hatari, donc mapigano ni makali leo. Siku ya leo asubuhi mapema wazalendo na FARDC walifanikiwa kurekipere eneo ya Kazinga pamoja na eneo ya Ntete apres kupigana na wahasi wa AFC M23. Nadhani ya kwamba kwa wale waliozifuata habari zetu za mchana waleo wanajua jinsi mambo yalikuwa kule. Ilifika ma 11h, fika ma 11h 12h na eneo hizo ziko mumikono ya jeshi la Kongo. Apres kupigana pale, apres waasi wa AFC M23 kukimbia katika eneo ile, walienda tena wakajiorganize upya nao maeneo tofauti yenye wako ndani karibu na pale, wakalanse atake tena pale mweneo ya Kazinga ili waikamate. Donc apres kuipoteza masaa machache walirejea kupigana jeshi la Kongo katika eneo ya Kazinga ili waone kwamba wanapaswa kuikamata. Taarifa tunazo kutoka hapo ni kwamba kuanzia saa 8 vers saa 9 mapremidi za leo njo AFC M23 iliwasha moto nayo pale Mukazinga. Donc njo ilianza kushambulia wazalendo na jeshi la Kongo katika eneo ya Kazinga. Papo hapo moto ukawaka kati ya pande mbili, FARDC na wazalendo nao wakaanza kupigana na AFC M23 ili wairudishe nyuma isikamate eneo hiyo ya Kazinga ambayo walikuwa wameikamata
Baada ya masaa machache, mapigano yanaendelea kati ya pande mbili maeneo hiyo ya Kazinga. Donc pale Kazinga kabisa wanaendelea kushambuliana wote. AFC M23 ili atake ili irejeshe eneo ile ya Kazinga mu mikono yao, donc ili waikamate tena. FARDC na wazalendo nao wako napigana pale ili waweze kurepousser AFC M23, donc wako na defendre eneo ile ya Kazinga wasije wakaipoteza tena. Mapigano ni makali katika eneo hiyo ya Kazinga na eneo ya Ndete nako ni vile vile. Donc eneo hizo mbili zenye AFC M23 ilipoteza leo asubuhi, inapenda izirejeshe mu mikono yake. Wako mu vita pale sasa, wanashambuliana na wazalendo pamoja na FARDC. Matokeo tutayajua baadaye, donc après kupigana pale kesho ndio tutakuja kufahamu matokeo wakati vita vitakuwa vimeisha. Kama AFC M23 itaweza kukamata eneo ya Kazinga tutayafahamu kesho, au baada ya mapigano, ama kama FARDC na wazalendo wataweza kuidefendre wa repousser AFC M23 tutakuja kuwaambia. Mu territoire ya Masisi katika eneo ya Kaniro, AFC M23 nako iliatake tena wazalendo. Kaniro inapatikana pale mu Masisi mu kilomita 10 na Rubaya Centre. Eneo ya Kaniro ilikamatwa na wazalendo juzi dimanche njo wazalendo walikamataka eneo ya Kaniro. Nadhani ya kwamba munazikumbuka habari hizo, wakati mapigano yalikuwa Kaniro deja mu 10 km na Rubaya. Ni wakati walirekipera maeneo mengi katika eneo zinazokuwa karibu na Kaniro. AFC M23 kutokea mu maeneo ambayo walikuwa ndani karibu na Kaniro waliatake wazalendo pamoja na FARDC mu eneo ya Kaniro. Ilikuwa mchana wa leo kabisa saa 7. Mapigano yakaanza kati ya pande mbili. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi kasikika ndani ya site ya Kaniro. Mapigano yaliendelea saa 7 walikuwa muvita, saa 8, saa 9, saa 10. Taarifa zikatufikia saa 11 kabisa kamili ya kwamba AFC M23 tena imeingia mu eneo ya Kaniro, donc imekamata eneo ya Kaniro. Wazalendo na FARDC imewafukuza ndani. Ni baada ya siku 3 na eneo ya Kaniro na imekuwa rekipere na wazalendo. AFC M23 leo tena imeweza kuwafukuza wazalendo katika eneo ile pamoja na FARDC ikaikamata. Hapo ni toujours mu Masisi kwenye mapigano yanaendelea kuwa kabisa makali katika maeneo tofauti. Pale Kaniro muda huu kabisa tena AFC M23 njo yenye iko ndani isha kamata eneo ya Kaniro. Ni eneo zinazokuwa mu kilomita 10 na eneo ya Rubaya 10 km kabisa na Rubaya Centre. Katika maeneo mengine mu Masisi huko katika eneo za Kasopo hali ni ya kiusalama kabisa. Baada ya kupigana katika eneo ya Kibanda, wazalendo hawakuweza kuavansia AFC M23 ili warepose pale, wakarudia mu position yao pale Kibanda karibu na Kasopo. Ni mude kilometre kama haiko 3 kilometre pale. Donc kabisa wazalendo walikuwa repousse na AFC M23 hawakuweza kurekipere eneo ya Kibanda. Katika maeneo ya Lumbishi na Kishovu njo kwenye mapigano ya ngali ya kisikika. Mu secteur ya Katoi toujours mu Masisi kule Lumbishi wazalendo wangali muatake pale. Wanaendelea kupigana ili waone kwamba wataweza kuwapiga waasi wa AFC M23 katika eneo ile wairekipere. Mapigano sasa yanaendelea kule. Mapigano yanaendelea, wazalendo na FARDC wako movita kabisa sana pale, wako na endelea kuatake sana AFC M23 ili warekipere eneo hizo zinazopatikana mu territoire ya Masisi karibu na eneo ya Katasomwa pale muho plateau ya Kalehe. Tunaendelea na taarifa zetu kama kawaida. Tumewaletea taarifa kabisa mingi tena mingi katika siku hizi ambapo FARDC inaendelea kuzidisha mashambulizi dhidi ya AFC M23. AFC M23 nayo
ikipigana sana na FARDC ili kuona ya kwamba wanaweza kujidefendre. Mnajua walikuwa wakiendelea kusema kwamba FARDC na kiuka usitishaji vita. Walikuwa wakishutumu FARDC kwa kukiuka vita, usitishaji vita donc na kuwashambulia. Na après kutangaza siku mingi pale ku media wakiomba community internationale kukamata maamuzi yanayohitajika ili kusimamisha vita, wanaona ya kwamba community internationale haiko naingilia kati. Leo sasa ndipo walisema kwamba community internationale kabisa nayo inakaa kimya. Leo Benjamin Bonimpa, mojawapo wa viongozi wa AFC M23 katika mambo kabisa tofauti, alitangaza ya kwamba community international alilaani kukaa kimya kwa community internationale wakati mapigano ni makali kwenye ligne de feu. FARDC iko na waatake wakati walikuwa wamekubaliana cessez-le-feu ambayo iliombwaka na Angola. Anasema kwamba FARDC iliendelea kuzidisha mashambulizi ya anga na ya chini katika maeneo tofauti, na hata eneo moja wakazipoteza kupitia maataki za FARDC na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi na wa mercenaires. Akasema kwamba kukaa kimya kwa community internationale kuhitajiki kwa sasa. Donc kukaa kimya kwa community internationale ni tatizo ku wale ambao wako maeneo yenye vita viko ndani. Anasema kwamba kama community internationale haitafanya kitu, watu wataendelea kukufa na mapigano yataendelea kukua makali, wakati maongezi yalikuwa na njia pekee ambayo ingeliweza kusimamisha mapigano yale. Anasema kwamba FARDC inaendelea kuwashambulia awaseme kitu, hakuna reaction yoyote ya wapatanishi ama ya community internationale. Na akasema ya kwamba wakati wowote AFC M23 inakamataka maamuzi ya kupigana, wanaanzaka kuilani vikali na kusema kwamba inakiuka usitishaji vita, na kwanza kuilani kabisa kwa mbali na kuilani vikali. Anasema kwamba wao kabisa hakuna kitu kingine ambacho wanakiona watakacho kifanya sof kupigana na FARDC na wazalendo, na watapigana kabisa, watadefendre maeneo yao, kwa sababu community internationale haiko naingilia kati ili kuwezesha kurejea kwa utulivu kufro na maongezi yafanyike vizuri. Leo kabisa Benjamin Bonimpa alilaani vikali kukaa kimya kwa community internationale wakati FARDC iko na washambulia maeneo tofauti. Mweneo za Fizi leo kulikuwa mapigano. Fizi kule mo plateau de Fizi leo FARDC tena ili bombarder avec précision ma position za AFC M23 Minembwe centre. AFC M23 nayo ikapigana nao sana ili iweze kuavance ifike katika maeneo yenye FARDC kondani. Pale Rugezi kulikuwa bombardement za AFC M23 kutoka Minembwe nako. Leo kuliripotiwa mapigano kule, kuna kabisa watu ambao waliavance. Donc match ilimalizika na ni 0-0. Hakuna kabisa wenyewe walifanikiwa kuavance, ni FARDC ikuweza kuavance ili kamate Minembwe. Ni waasi wa AFC M23 na wakuavance ili wakamate maeneo yanayokuwa pale yenye yako mikono ya FARDC pale kama Lenge, kama Kalingi na zingine eneo kule kabisa nako. Hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya kutokana na mapigano makali yanayoendelea. Mnajua depuis kupiganiaka katika maeneo ya Poezero, FARDC na AFC M23 kule na Twirwaneho waliendeleaka kukua napigana na mpaka leo. Katika siku hizi mapigano yanaendelea, na vita hivi vya maeneo hayo vilianzaka c'était le 31 za mwezi
wa kwanza, na leo tuko le 25 le 26 le 25 za mwezi wa pili. Mnasikia deja ni siku mingi na mapigano yako naendelea kule. Tukiendelea na habari zetu, tuwapeleke moja kwa moja mjini Goma. Mjini Goma leo kulifika delegation ya MONUSCO ndani ya mji wa Goma. Walikutana na viongozi tofauti wa AFC M23 pale Goma. Kulifika ile delegation ya MONUSCO ikiwa na inaongozwa na Charles na Kempa, yule njo mwenye alikuwa akiongoza kabisa ile delegation ya MONUSCO pale Goma. Ile delegation ya MONUSCO yenye ilifika pale, kazi yake ni kuanza kufanya uchunguzi wa cessez-le-feu. Manajua Uvira kulifikaka MONUSCO jana juzi, na pale nao walifikaka Uvira ili kuanza kufanya uchunguzi wa cessez-le-feu kati ya AFC M23 na gouvernement ya Congo, donc na FARDC pale Kufro. Goma nako kulifika MONUSCO siku ya leo ili kuanza kufanya toujours uchunguzi wa cessez-le-feu mu maeneo ambayo yako mu mikono ya AFC M23. Cessez-le-feu ambayo wanakuja kuichunguza Kufro, na waambia kabisa mambo ni tofauti, donc ni matata, ni kivumbi na jasho, ni mapigano kabisa ambayo hayako naisha. Tutaona kwamba huenda wakati wataanza kufanya kazi ya kuchunguza pande mbili kuhusu cessez-le-feu kama mapigano yataisha, maongezi yafanyike. Leo hii kabisa mapigano ingali mapigano pale kulinye de front. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke katika mji wa Uvira. Wajumbe wa serikali kuu iliwasili siku ya leo kabisa Jumatano hii huko Uvira. Leo kabisa Uvira ni mji mkuu wa muda wa jimbo la Kivu Kusini kufungua rasmi mpaka wa ardhi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi katika kituo cha mpaka cha Kavimvira Gatumba. Ujumbe huo ulijumuisha naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani Jacques Sabani, waziri wa ushirikiano wa kikanda Floribert Anzuluni, na waziri wa nchi wa masuala ya kijamii na hatua za kibinadamu Eve Bazaiba. Ujumbe huu uliongoza sherehe ya mfano ya kuashiria kuanza tena kwa biashara ya mpaka baada ya miezi kadhaa ya kufungwa kutokana na mvutano wa kiusalama unaohusiana na shughuli za AFC M23. Hata hivyo kituo cha mpaka kimekuwa wazi tangu Jumatatu iliyopita. Walipofika pale, wajumbe hao walielezwa kuhusu hali ya usalama katika mkutano uliofanyika nyumbani kwa gavana wa mkoa Jacques Purusi. Kulingana na naibu waziri mkuu Jacques Sabani, ziara hii pia ni sehemu ya ufuatiliaji unaoendelea wa utekelezaji wa vitendo vinavyolenga kurejesha mamlaka ya serikali vilivyofanywa tangu kuondolewa kwa waasi wa AFC M23 kufuatia shinikizo la Marekani lililotolewa kwa harakati hiyo na mfadhili wake Kigali. Zaidi ya hayo, ilibainika kuwa hali ya usalama ambayo bado ni tete ilizuia ujumbe huo kuongeza muda wa kukaa kwake, jambo linaloelezea kufutwa kwa ziara ya kina katika jiji la Uvira. Kufunguliwa tena kwa mpaka wa Kavimvira kati ya Kongo na Burundi kuanzia le 23 kunalenga kufufua uchumi wa kikanda na kuimarisha uhusiano wa pande mbili kati ya Kinshasa na Bujumbura. Maendeleo haya katika hali ya sasa yanakuja baada ya ziara ya kamishna wa Ulaya wa utayarishaji wa migogoro na usimamizi na usawa Hajla Hibibi alihitimisha misheni yake ya kibinadamu katika eneo la Maziwa Makuu huko Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, ambapo alipokelewa Ijumaa kama mko nakumbuka na viongozi wa AFC M23 wakiongozwa na mratibu wa kisiasa Corneille Nangaa. Kufuatia majadiliano haya, kamishna wa Ulaya alisisitiza kwamba alikuwa ameagizwa na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 27 wanachama wa Union Europeenne kutembelea eneo la Maziwa Makuu ili kuandaa ripoti kuhusu hali ya kibinadamu ambayo imezorota sana katika miezi ya hivi karibuni. Baada ya safari zake kwenda Kinshasa, Bujumbura, Kigali na hivi karibuni Goma, Hajla Hibibi alitoa ujumbe thabiti akitaka pande zote
za mzozo huo zizingatie sheria za kimataifa za kibinadamu. Kulingana na waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje ya Ubelgiji, hali ya kibinadamu bado ni mbaya. Pia alionyesha kwamba amepokea ahadi kutoka kwa pande mbalimbali zinazohusika, na alionyesha matumaini kwamba misheni hii itatoa matokeo halisi kwa manufaa ya raia. Asante basi ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo. Nawashukuru sana kama kawaida. Tupatane katika habari mbichi zifuatazo za kesho asubuhi. Merci beaucoup.